tunatoa tamko la chama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sisi chama chetu cha NRA tumepanga kufanya mkutano mkuu maalum kwa ajili ya uteuzi wa wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wagombea urais wa Zanzibar tarehe 24 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025. Leo tutapewa taarifa, tutakuwa tumetimiza maelekezo baada ya kuwa tumejiandaa. Lakini tunapenda kuwaeleza wananchi, wanachama wote kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, na mwaka wa uchaguzi unahitaji hekima kubwa sana kwa wananchi kutuliza akili zao na kuhakikisha wanakwenda kufanya uchaguzi kwa lengo la kupata viongozi watakaoongoza kwa miaka mitano. Sisi kama vyama vya siasa, moja kati ya majukumu yetu makubwa ni kushiriki uchaguzi na kuhakikisha kwamba tunakwenda kugombania nafasi za halali zilizowekwa kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba ya nchi. Hivyo tunawapa taarifa wagombea, wanachama na Watanzania wote kwamba mwaka huu sio mwaka wa kufanya utani, ni mwaka wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchagua viongozi kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu. Sasa sisi kama kamati kuu tumeazimia yafuatayo. Kwanza, tumeona kutokana na kutaka kupanua wigo wa uchaguzi huu na kukuza demokrasia katika nchi hii, fomu za ugombea kwa wagombea wote wenye sifa ya mwanamke pamoja na walemavu zitatolewa bure kwa nafasi zote kuanzia urais, bunge na diwani nchi nzima. Tunawakaribisha sana waje. Lakini pia fomu zitaanza kupatikana katika ofisi za chama katika mikoa na wilaya zote kuanzia kesho baada ya tamko hili la leo. Ina maana tarehe 4 ya kesho fomu zitaanza kuwa tayari kwa wagombea wote wanaokuwa na nia ya kutaka kugombea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Wanachama na wapenzi wote wa chama tunawakaribisha, lakini tunawataka wawe watulivu, hasa kutosikiliza kila kinachotolewa na vyama vya siasa sisi ambao tunahitaji kuwaelekeza wananchi mambo yote ambayo yamewekwa katika taratibu wa sheria na si tofauti na hayo. Kwa tunataka wananchi wasikilize mambo yote ambayo yanasemwa na vyama, lakini wawe na uwezo wa kuchambua yapi ya kufanya na yapi si ya kufanya. Wanachama tunawataka wajue kwamba uchaguzi ni tendo la kistaarabu. Kwa hiyo wajiandae kushiriki kwa uchaguzi huu kwa ustaarabu, kwa sababu tunakwenda kuchagua viongozi kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu na vizazi vyetu vijavyo. Lakini tunaomba wananchi pamoja na wanachama wa chama chetu na wagombea wote wajiepushe na masuala yote ya rushwa za aina yoyote. Lakini pia tunawaomba wajiepushe na vitendo vyote vya unyanyasaji wa kijinsia, ukiwa wa hali au aina yoyote ile. Lakini tunawaomba pia kujitokeza katika nafasi hii adhimu, kwa sababu uchaguzi huu kwa utaratibu wa nchi yetu unakwenda kila baada ya miaka mitano. Miaka mitano hii ikipita, maana yake tunasubiri mwaka 2030. Kwa tunawaomba Watanzania wenye nia, malengo na uwezo wajitokeze kugombea katika uchaguzi huu. Lakini pia tunawaomba wajiepushe na ubaguzi wa aina yoyote na kuto kujishirikisha katika vitendo vyote vinavyoonyesha lengo, nia au mwelekeo wa kuvunja amani ya nchi yetu. Tunawaomba watu wote, Watanzania wote, wapiga kura pia na wale watakaogombea wajiepushe sana na vitendo vyote ambavyo vinaweza kuleta uvunjifu wa amani. Lakini pia tunawataka wagombea wote wa vyama vyote, lakini pia wagombea wa chama chetu tuwe tayari kwa pamoja kupokea matokeo halali yatakayotoka katika sanduku la kura. Sisi viongozi wa kisiasa, lengo letu moja ni kuweka wagombea na kuomba kura. Wenye maamuzi ya kushinda uchaguzi nani wampe huwa ni wanachama, ni wananchi ambao ndio wapiga kura. Kwa mujibu wa katiba ibara ya 5, wao ndio wenye mamlaka ya kuweza kupiga kura ya kuchagua nani wanakwenda kumpa nafasi ya uongozi. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa zoezi la uchukuaji wa fomu ndani ya chama kwa ajili ya wagombea nafasi za udiwani, urais na ubunge limefunguliwa rasmi, ambapo kesho ndio tunaanza zoezi la uchukuaji wa fomu. Mimi kama mwanachama naomba nitoe rai kwa wanachama wetu nchi nzima, bara na visiwani, hususani wanawake, kujitokeza. Huu ni wakati mwafaka sasa wa wao kujitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi za uongozi ndani ya chama na nje ya chama. Na wasisitiza wanawake wote wenye uwezo, wanachama wetu, kuhakikisha wanakuja kwenye ofisi mbalimbali mikoani na wilayani. Zinatolewa fomu za ubunge na udiwani, urais zinatolewa makao makuu. Kwa hiyo watumie nafasi hii sasa kuja kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi.
tunakaribisha yeyote ambaye atajiona kwamba anafiti katika nafasi hizo aje tusaidie kupeperusha bendera yetu. Kubwa, vigezo na masharti vitazingatiwa kama ambavyo katiba alitanabaisha. Tutafanya zoezi hili kwa mujibu wa katiba, tukiongozwa pia na sheria na kanuni za jumla za kusimamia uchaguzi sambamba na zile za ndani ya chama, bila kusahau kanuni na sheria za maadili ambayo ndio msingi mkuu kuweza kufanikisha zoezi hili. Wanachama na wananchi wote wenye ulemavu ambao wana nia na nafasi ya kugombea urais, ubunge na udiwani kwa mwaka 2025, huu ni wakati wetu sasa. Huu ni wakati wetu wa kila mtu kuonyesha nafasi ama uwezo alionao kwa ajili ya kuongoza maeneo tofauti tofauti. Hivyo tujitokeze wote kama alivyosema Mheshimiwa Katibu kwamba fomu za kugombea ubunge, urais na udiwani kwa sisi NRA ni bure kwa watu wenye ulemavu. Hivyo nafasi ziko wazi.